Ni siku nyingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutulinda kila itwapo leo. Jamani, nikukaribisheni katika sehemu ya 10 ya simulizi yetu hii ya General's Daughter, yani binti wa jenerali au binti Sesi. Karibu sana tuweze kuangalia, maana hawa 5 girls wameshapewa mission ya kusafirisha silaha. Je, tuone hawatakumbana na misukosuko yoyote? Maana kila mtu na mipango yake. Karibu sana. Kama nilivyokwisha kuambia awali kwamba hii ni mali nyeti sana ya serikali, mnatakiwa mhakikishe kwamba mnaisafirisha na kuifikisha salama mahali inakotakiwa. Waziri wa Ulinzi alisisitiza. Na pia mtambue kwamba mali hii inaweza kuwavuta maharamia kwa namna moja ama nyingine. Na hii ndio sababu hasa ya serikali kutowatumia askari jeshi wa kawaida kusafirisha mzigo huu, na badala yake kuwatumia nyinyi, kwa sababu mna uwezo wa juu kabisa katika masuala ya kijeshi na kijasusi. Serikali ina imani kwamba mzigo huu utafika salama. Mkuu wa jeshi la ulinzi naye alitoa msitizo. Mosi, tunawashukuru sana kwa maelezo ya hadhari ambayo mmeyatoa. Tunaahidi kuyashika na kuyafanyia kazi. Naomba serikali iwe na imani kwamba mzigo huu utafika salama. 801 JU nilijibu. Sambamba na hilo, kuna mambo kadhaa ya msingi ambayo tungependa kujua. Niliongea. Uliza tu Kanali Willy. Waziri wa Ulinzi alijibu. Kwanza kabisa, tunaomba kujua njia ambayo tutaitumia kusafirisha mzigo huu. Pili, tunaomba kujua hali ya usafirishaji wa mzigo huu. Nikiwa na maana kutakuwa na kampani zaidi. Na tatu, tunaomba kujua siku rasmi ya kusafirisha mzigo huu. Nikianza kulijibu swali la kwanza, ni kwamba njia ambayo mtaitumia kusafirisha silaha hizi itakuwa ni njia ya barabara. Mtatumia maroli matatu ambayo yote yamejazwa mzigo huu. Mkuu wa jeshi la ulinzi alianza kujibu. Na kwa swali la pili, hakutakuwa na kampani yote ya kuwa escort. Ninyi pekee ndio ambao mmepewa dhamana ya kuifanya misheni hii. Tumefanya hivi kwa lengo la kuepuka kujipenyeza kwa wasaliti endapo watashirikisha maafisa wengine zaidi yenu. Mkuu wa jeshi alitoa maelezo ya kitaalamu kabisa ambayo sote yalituingia na kutikisa vichwa kuashiria kwamba tunaunga mkono. Na kuhusu siku ya kusafirisha silaha hizo, siku rasmi iliyopangwa ni siku ya 4 kutoka leo. Hiyo ndiyo siku rasmi ya kuanza safari kutoka katika kambi ya jeshi mahali zilikohifadhiwa silaha hizo. Mkuu wa jeshi alimaliza kujibu swali la mwisho miongoni mwa maswali ambayo nilikuwa nimeuliza. Niligeuza kichwa na kutizamana na wenzangu kwa sekunde kadhaa. Tulipeana ishara na kisha mimi nikamgeukia mkuu wa jeshi la ulinzi. Asante sana kwa maelezo mazuri sana, mkuu. Sisi tumeafikiana na mipango yote iliyopangwa, isipokuwa mpango mmoja ambao ni siku ya kusafirishwa silaha hizo. Hatuafikiani silaha hizo kusafirishwa siku ya 4 toka leo. Nilijibu. Sasa ninyi mlikuwa na wazo gani tofauti? Mkuu wa jeshi la ulinzi aliuliza, huku akimtizama waziri wa ulinzi ambaye alitikisa kichwa kuashiria kukubaliana na swali ambalo aliuliza. Siku rasmi ya kusafirisha mzigo huu haitakuwa rasmi. Itabaki kuwa ni siri baina yetu. Madam sisi tunafahamu silaha zimehifadhiwa wapi, basi tutakwenda kwa siku ambayo tumeipanga sisi na kuanza safari. Nadhani mnaelewa ni kwa nini tunafanya hivi. Niliongea. Wakuu wale walitikisa vichwa huku wakiwa wanatabasamu kuashiria kwamba walikuwa wamekubaliana na mawazo yetu kwa 100%, nasi pia tulitabasamu kuashiria kwamba tuko pamoja nao. Basi mpaka hapo nadhani hakuna la ziada la kuendelea kutuweka hapa. Mimi niwatakie kila la heri, ila kumbukeni kwa makini. Waziri wa ulinzi aliongea. Asante sana mheshimiwa. Ripoti mtaipata mara baada ya kufikisha mzigo salama kunakotakiwa, nilijibu. Baada ya hapo tukatawanyika, ambapo sisi tulitoka nje ya nyumba ile
tukiwaacha wao ndani. Tuliingia ndani ya gari yetu na kuondoka kutoka eneo lile ambalo lilikuwa na ulinzi wa kutosha. Kempu namba 26. Pombe zilikuwa zikiteketea sambamba na sigara. Pombe hizi pamoja na sigara zilikuwa zimekutana na manguli ya kuzitumia. Walikuwa utadhani wameajiriwa katika kiwanda cha utengenezaji wa pombe na sigara kama wajaribuji. Jua lilikuwa likiwaka sana nje, lakini joto halikuweza kuwaathiri Noni Bisare pamoja na Kanali Biabato, kwa sababu ndani ya jumba ile kulikuwa na viyoyozi ambavyo vilikuwa vinasababisha hali ya ubaridi. Kwa hiyo kwao mle ndani hali ilikuwa ni burudani kabisa. Kuna jambo ambalo lilikuwa limewakutanisha wawili hawa mchana ule, lakini kabla ya kuanza kujadiliana juu ya swala lililowakutanisha, wawili wale waliamua wazitandike pombe kwanza. Yaani Urusi wako vizuri sana kwenye swala la kutengeneza pombe. Huwa ninakubali sana katika maisha yangu. Bisare aliongea huku akiendelea kunywa pombe. Hilo halina ubishi. Nadhani wanashika rekodi ya dunia nzima katika uzalishaji wa pombe bora. Kanali Biabato alijibu katika sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba matingashi yalikuwa ameanza kukaa mahala pake. Hebu tuachane na hayo mambo ya pombe kwanza, tuzungumzie mambo ya msingi. Umefikia wapi kwa ile habari ambayo tulizungumza siku ile? Kanali Biabato aliuliza. Oh yes, uko sahihi kabisa. Hilo ndilo jambo la msingi kabisa ambalo limetukutanisha. Unajua pombe ni mbaya sana. Yaani hapa tungepiga stories za pombe we, na kujikuta tumeliacha jambo la maana ambalo limetukutanisha. Bisare alijibu kwa kibeua kidogo. Sasa nimekushapata taarifa za kutosha juu ya ule mpango. Haya, hebu nieleze. Kanali Biabato aliongea. Silaha zile zitasafirishwa kama ambavyo ilikuwa mipangwa. Zitasafirishwa kwa njia ya barabara. Hii ina maana malori ndiyo yatakayohusika katika kusafirisha. Na kwa mujibu wa taarifa nilizozipata ni kwamba kutakuwa na maroli matatu ambayo yatahusika na usafirishaji huo. Bisare aliongea. Kazi nzuri bosi. Biabato alimpongeza Jenerali Bisare. Na pia taarifa zimeongeza kwamba katika msafara huo kutakuwa na 5 Eagles pekee, hakutokuwa na escort yoyote ya polisi. Bisare alizidi kumwaga taarifa. Habari njema sana hizo kwa upande wetu, Kanali Biabato alijibu. Yes, hizo ni habari njema sana kwetu. Hii itaturahisishia katika kuwaua wapumbavu wale na kuzipata silaha. Ungekuwa na escort ya polisi au wanajeshi, basi ugumu wa kazi ungekuwa maradufu, Bisare alijibu. Lakini kuna changamoto ndogo sana ambayo nimeiona katika misheni hii, ingawa si tatizo kubwa la kuweza kututisha na kutukatisha tamaa. Bisare alizidi kuongea. Changamoto gani hiyo? Kanali Biabato aliuliza. Siku ya kusafirisha silaha hizo haijawekwa wazi. Hii ina maana wanaojua siku ambayo silaha hizo zitasafirishwa ni 5 Eagles pekee. Kweli hii ni changamoto, lakini ni changamoto kubwa sana kwa mtazamo wangu. Kama hatujui siku ya kusafirisha silaha hizo, je, tutawezaje kufanya operation yetu? Biabato aliuliza. Nilikushakwambia unapofanya kazi na mimi usio na wasiwasi ya jambo lolote, kwani mimi ni master planner. Najua huu ni mpango wao wa kuweza kuwakwepa kama kuna watu kama sisi ambao wana mpango wa kuzipata silaha hizo. Mpango wao utafanikiwa kwa wengine, lakini si kwangu. Wale bado ni watoto sana katika shughuli hizi, Bisare aliongea kijigamba. Mimi niko na muda mrefu sana hapa duniani nikifanya shughuli hizi. Yaani kule wanakoingilia mimi ndiko nilikotokea. Silaha zitapatikana tu. Hakuna kikwazo chochote ambacho kitakuwa mbele yetu, Bisare aliongea akimtia moyo Biabato. Sasa tutazipata vipi? Maana huu mimi naona kama mtihani ulio mbele yetu, Biabato aliuliza. Hapa hakuna chenga yote ambayo wameipiga. Kuanzia kesho sisi tutakuwa barabarani. Wasubiri madam tunaifahamu njia ambayo msafara utaitumia. Tutasubiri hapo barabarani hata kama watasafirisha silaha hizo baada ya mwezi, Bisare aliongea. Da, una akili sana mkuu. Yaani mimi sikulifikiria hilo kabisa. Yaani hapa nilikuwa nimekusha waza kufeli.
Kanali Biabato alijibu, hakuna yeyote ambaye anaweza kulikwamisha jambo ambalo mimi nimepanga kulifanya. Hizi ni kazi ndogo sana kwangu. Nina uzoefu mkubwa sana katika mambo haya, Bwana Biabato. Bisare alijigamba, nimekukubali sana mkuu. Kanali Biabato alizidi kumpamba Jenerali Bisare. Asante sana. Sasa kesho utapeleka kikosi barabarani mahali ambapo tutafanya tukio. Nadhani kikosi ulikushakiandaa kabisa. Kikosi kipo tayari mkuu. Nikukipeleka kwenye mapambano tu. Kesho asubuhi na mapema tutakuwa mahali pa tukio, Biabato alijibu. Siku iliyofuata, kama ambavyo walikuwa wamejadiliana siku ya jana, Kanali Biabato alipeleka kikosi cha askari 100 barabarani, mahali ambapo msafara wetu ulikuwa ni lazima upite. Jamaa wale walikuwa wakifanya mambo yao kwa weledi mkubwa sana. Eneo ambalo walikuwa wamelichagua lilikuwa ni nzuri sana kwa kufanya shambulio ambalo walikuwa wamelikusudia. Eneo lile lilikuwa ni nzuri kwa sababu lilikuwa na milima pande zote za barabara. Barabara ilikuwa imekatiza katikati ya mlima. Hii ilikuwa na maana kwamba wangeweza kujificha katika milima ile ambayo ilikuwa na miti na vichaka vingi. Hapo wangepata nafasi ya kutuvamia kwa urahisi sana, kwani singekuwa rahisi kwetu kuwabaini kabisa. Askari, mko sawa? Biabato aliuliza. Tuko sawa mkuu, askari walijibu kwa kakamavu. Kama nilivyokwisha kuambia kwamba misheni hii ni ya kufa na kupona. Tutapambana kuhakikisha tunazipata silaha hizo, na pia tutapambana kuhakikisha kwamba tunaua kila chenye uhai katika magari yao. Wanajeshi wanaosafirisha silaha hizi ni lazima wauawe. Aliendelea kutoa maelezo. Ndiyo mkuu. Katika misheni hii, kile ambacho tumekuwa tukiwafundisha kambini ndicho mnakuja kukitenda. Hapa si mahali pa mazoezi, ni mahali pa kutenda kazi. Ukileta uzembe unakufa. Nimewachagua ninyi kwa sababu ninyi ndio askari waandamizi miongoni mwa askari wote. Basi sasa ilindeni heshima hii tuliyowapa kwa kuishinda vita hii, Biabato aliongea. Ndiyo mkuu. Ninyi ni askari watiifu kwa Bisare na mliapa kumtumikia yeye. Basi lindeni kiapo chenu kwa kuishinda vita hii. Siku zote Jenerali amekuwa akiambia kwamba kuna siku mtaona matunda ya kuchagua njia sahihi ya kumtumikia yeye. Kanali Biabato aliendelea kutoa msisitizo. Ndiyo mkuu. Misheni hii lazima ikamilike kwa mafanikio, askari walijibu kwa umoja. Sote tutajipanga huku mlimani katika upande huu na upande ule wa barabara. Tutakuwa tukisubiri msafara huo. Ukifika usawa wetu tutashambulia, Kanali Biabato aliongea. Lakini kuna changamoto moja katika misheni yetu. Askari wale walibaki kimya wakiwa wamesimama kumsikiliza kiongozi wao, yani Kanali Biabato. Misheni hii ina mambo mawili ndani yake. Jambo la kwanza ni kushambulia na kuondoka na silaha pindi msafara utakapowasili. Jambo la pili ni kusubiri katika misheni hii. Tutatakiwa kusubiri kwa sababu hatujui siku ambayo msafara huu utapita, Kanali Biabato anaendelea kuongea. Kwa hiyo kama askari inakupasa kusubiri. Askari umefunzwa kuvumilia magumu mbalimbali, na leo hii mko hapa kudhihirisha kama ni kweli mafunzo ambayo mlikuwa mkifunzwa yatakuwa yamewaingia sawa sawa, Kanali alizungumza. Sawa mkuu, kila kitu kitakwenda sawa, askari wale walijibu kwa umoja na kumfanya Kanali Biabato atabasamu kidogo. Askari wale walikuwa na hamasa kubwa sana na mapigano. Hawakuwa wamewahi kufanya misheni yote tangu wapewe mafunzo ya kijeshi. Sasa hapa mioyo yao pamoja na miili yao ilikuwa ikiwashwa kupigana. Walikuwa wakisubiri kwa hamu msafara huo ufike. Siku 4 baadaye, kule barabarani kwenye milima ambako Kanali Biabato pamoja na jeshi lake waliweka kambi, mambo yalikuwa shwari kabisa. Kulikuwa na utulivu wa kutosha na magari yalikuwa yakiendelea kupita kama kawaida. Hakuna ambaye alikuwa akijua kilichokuwa kiendelea katika eneo ile, kwani wanajeshi wale walikuwa wamejificha katika misitu. Yaani msitu ulikuwa ukipatikana katika mlima ule. Wanajeshi hawakuchoka kulisubiri windo lao licha ya siku kusonga mbele basi kuona kitu, lakini mioyo yao
ilibaki kuwa na matumaini kwamba ni lazima windo lao kuna siku litapita tu. Siku zinasonga mkuu. Mwanajeshi mmoja alimwambia Kanali Biabato, ni kweli, lakini hatupaswi kukata tamaa. Uvumilivu ni kitu cha muhimu sana kwa mwanajeshi. Usipokuwa na uvumilivu, basi aghalabu huwa ni ngumu sana kufanikiwa katika mambo mbalimbali uyafanyayo. Biabato alijibu, uko sahihi mkuu. Au huenda akawa amebadili njia. Mwanajeshi mwingine alitoa wazo, njia ya kwenda Kintu kwa usafiri wa barabara kutoka jijini Kano ni hii tu. Hakuna njia nyingine tofauti na hii. Labda uniambie kwamba wao wamebadili aina ya usafiri. Mfano wao wameamua kutumia chopa kusafirisha silaha hizo. Kanali Biabato alijibu, okay, najua vipi kama hiyo option ya pili ikiwa imefanikiwa, yani ikiwa imefanyika na kufanikiwa, huoni kama tutakuwa tunasubiri jambo ambalo halipo? Mwanajeshi yule aliuliza. Kutumiwa kwa option ya pili uwezekano ni 1%. Mzigo ule ni mkubwa sana, hawataweza kutumia chopa kusafirisha, na ndio maana hata kimataifa huwa unaona mizigo mizito huwa inasafirishwa kwa meli badala ya ndege. Kanali Biabato alijibu, sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo jambo ambalo ninawasihi ni kuwa na uvumilivu. Tuendelee kuweka doria kwa makini kama ambavyo tulianza na walengwa wetu watakuja tu. Kanali alisitiza, roga that saa. Wanajeshi kadhaa waliokuwa eneo lile walijibu kwa umoja. Maneno ya kiongozi wao yaliwajaza tumaini jipya la uvumilivu. Dakika 13 baada ya Jenerali Norimani Bisare aliwasili katika eneo lile. Alikutana na askari wake na kusalimiana nao. Askari walikuwa na furaha kubwa sana kumwona mkubwa wao akiwa amekuja kuwasalimia. Mnaendeleaje? Bisare aliuliza. Tuko salama kabisa. Tumejipanga vyema kabisa, tayari kwa mashambulizi. Majeshi yamejipanga pande zote za barabarani. Kanali Biabato alijibu, safi sana. Kumbukeni kwamba watu wale ni muhimu sana kufa. Hata mmoja kupokonyoka akiwa hai. Wote ni lazima wafe. Bisare aliongea. Sasa mkuu, hilo limeeleweka. Biabato alijibu, kwa sababu jambo hili lina umuhimu mkubwa sana kama ambavyo nilikushaambia toka awali. Basi mimi binafsi nimekuja kuungana nanyi kwa lengo la kuongezea nguvu. Tutakuwa pamoja katika operesheni hii. Bisare aliongea. Asante sana mkuu. Wanajeshi wote walijibu kwa furaha. Mioyo ya wanajeshi wale ilizidi kupandwa na ari ya mapambano. Uwepo wa Bisare ulifanya kila mmoja ajione shujaa na mshindi katika vita ile iliyokuwa ikiwakabili. Kila mmoja aliweka nadhiri ya kufanya vyema katika misheni ili aweze kuonwa na Bisare na kumpa nafasi ya juu katika jeshi. Sasa Kanali Biabato, nipeleke upande wa pili wa barabara ili nikakisalimu pia kikosi hicho. Bisare aliingia huku akianza kutembea. Sawa mkuu. Kanali Biabato alijibu huku akimfuata Bisare. Mimi nitakiongoza kikosi cha kule upande wa pili, wakati wewe utakiongoza kikosi cha upande wa huku. Lazima tuhakikishe kuwa hawa mbuzi hawachomoki na silaha zinaingia mikononi mwetu. Bisare aliongea huku wakizidi kutembea kushuka mlima kwa lengo la kwenda upande wa pili wa barabara. Umeeleweka mkuu, kila kitu kitakwenda salama kabisa. Ondoa hofu. Kanali Biabato alimtia moyo Bisare. Tuangazie Kano huko Bantu. Zimepita siku 4 sasa tangu tulipofanya kikao na waziri wa ulinzi na usalama pamoja na mkuu wa jeshi la ulinzi. Hakuna hata mmoja ambaye anajua ni lini ambapo silaha zile tutazisafirisha. Usiri huu tuliofanya ni mzuri sana kwetu kiusalama. Niliongea. Ilikuwa ni katika kikao cha dharura ambacho nilikuwa nimekiitisha kule makao makuu yetu. Kilikuwa ni kikao chenye dhima ya kuweka sawa mipango ya misheni ya kusafirisha silaha ambazo ilikuwa inatukabili mbele yetu. Lakini sisi kwa upande wetu, kama ambavyo tulijadiliana awali, tunafahamu kwamba zimebaki siku 4 kufikia siku tutakayofanya misheni hii. Nilipumzika kidogo na kuwatizama wenzangu. Ndiyo mkuu, wenzangu alijibu. Sasa kuna mambo mawili matatu ya kimkakati na kiusalama tunatakiwa tuwekane sawa
kabla ya kuanza misheni hii. Mambo haya ni zaidi ya tahadhari za kiusalama pindi tutakapokuwa katika misheni hii. Sawa mkuu, tuko tayari kwa kusikiliza. Jambo la kwanza ni usiri. Misheni hii inahitaji usiri mkubwa sana. Hatutaki kumwamini yeyote, hata wale viongozi ambao wametupa misheni hii. Huwezi kujua nani ni adui ambaye atakuchoma. Na mpaka sasa tunaamini kwa asilimia kubwa tumefanikiwa katika kipengele hiki. Niliongea. Ndiyo mkuu. Usiri ni jambo la muhimu sana. Luteni Salimu alijibu. Jambo la pili, misheni hii inahitaji umakini mkubwa sana katika utekelezaji. Njia ya barabara ni hatari sana kusafirisha nyara hizi za serikali. Hii inatupasa tuwe macho wakati wote, kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho, kwa sababu hatujui ni muda gani na ni wapi tunaweza kukutana na shambulizi. Maeneo ya kuwa makini na macho zaidi ni maeneo ya kwenye misitu, kwenye milima na kwenye madaraja. Maeneo haya ni hatari zaidi, kwani yanaweza yakawa na vificho cha maharamia. Niliongea. Lakini hii haitupi tiketi ya kutufanya tusiwe makini katika maeneo ya tambarare yasiyo na milima. Lolote linaweza kutokea mahali popote na katika wakati wowote. Lakini hatari ya kuvamiwa katika maeneo ya tambarare ni ndogo ukiuanisha na yale maeneo ambayo niliainisha hapo awali. Hii ni kwa sababu katika maeneo ya tambarare ni rahisi sana kumuona adui toka mbali. Niendelea kutoa maelekezo kwa wenzangu. Hayo ndio ya muhimu sana kuweka akilini na katika utekelezaji. Mengine tutazidi kuelekezana kadri muda unavyozidi kwenda. Nilimaliza. Asante sana mkuu. Yote uliyosema amesikika na kueleweka vyema kabisa vichwani mwetu. Kilichobaki ni utekelezaji. Sesi alijibu. Eagle namba 1, niko tayari. Over. Niliongea katika radio call nikiwa katika lori la kwanza lenye silaha. Eagle namba 2, niko tayari. Over. Sesi na alijibu akiwa ni dereva wa lori la pili. Eagle namba 3, niko tayari. Over. Luteni Abubakari alijibu akiwa ni dereva wa lori namba 3. Eagle namba 4, niko tayari. Over. Luteni Anthony alijibu yeye akiwa katika lori la 3 pamoja na Luteni Abubakari. Eagle namba 5, niko tayari. Over. Luteni Salimu alijibu yeye akiwa ndani ya lori alilokuwa akiliendesha Sesi. Kila mmoja alikuwa kisilaha yake na kuweka tayari kwa ajili ya mapambano. Majira yale yalikuwa ni saa 11 za alfajiri. Tulikuwa tumeamua kuanza safari mapema kabisa ili kutakapopambazuka tuwe tumeleta jiji kabisa, kwa lengo la kuepuka msongamano wa magari. Tunakwenda kuanza safari. Sasa soldiers, keep your eyes open. Niliongea huku nikiliwasha gari kwa sababu mimi nilikuwa mbele ndiye kiongozi wa msafara. Niliondoa lori lile katika kambi ile ya jeshi na kufuatwa na maroli mengine ambayo yalikuwa kiendeshwa na wenzangu. Safari ikazidi kwa moto huku malori yakizidi kuchangaranga barabara. Ilikuwa ni safari ambayo kila afisa usalama katika msafara huo alikuwa macho. Hatukutaka kufanya kosa lolote ambalo lingetugharimu. Simu ya mkononi ya Nonimani Bisare ndio ilimshtua kutoka usingizi na alfajiri ile ya saa 11. Bisare alikuwa akiuchapa usingizi ndani ya hema moja miongoni mwa mahema ambayo yalikuwa yamejengewa kule mlimani ndani ya msitu. Bisare alifikisha macho yake na kwenda moyo mrefu sana. Kabla ya kupokea simu ile, alichukua chupa ya pombe na kupiga kama mafunda 3 hivi na kujilamba midomo yake. Baada ya hapo akachukua simu na kutaka kuipokea. Kabla hajaipokea simu ikawa imekata kwa sababu ilikuwa imeita kwa muda mrefu. Akasonya kwa hasira na kuchukua chupa ya pombe ili aipige mafunda mengine. Lakini kabla chupa hajafika mdomoni, simu ile iliita tena. Akabonya kitufe cha kupokelea na kuweka sikioni. Hello bosi. Upande wa pili wa simu uliita mara baada ya Bisare kupokea. Vipi bwana? Mbona tunapigana usiku kulikoni? Bisare alihoji kwa ghadhabu kidogo, kwani alikuwa amechukiza kukatiza usingizi wake. Nisamee bosi, nina habari ya muhimu sana na ndio maana ikanibidi nikupigia wakati huo. Upande wa pili wa simu uliongea. Kuna nini cha zaidi? Bisare aliuliza. Silaha zinasafirishwa leo.
Hivi hapa napoongea ndio msafara umetoka kuondoka kambini. Upande wa pili wa simu uliongea. Unasemaje? Bisare aliuliza akiwa haamini masikio yake. Alisimama akiwa amejisahau kwamba alikuwa ndani ya hema. Alijikuta kichwa chake kikigonga msingi wa juu wa hema lile. Alikunja uso wake kwa maumivu huku akisugua kichwa chake kwa lengo la kupunguza maumivu. Ndio kama nilivyokuambia bosi, upande wa pili wa simu ulijibu. Una hakika na hicho unachokisema? Bisare aliuliza. Nina hakika bosi. Toka lini nimeweza kupata taarifa ambazo haziko sahihi? Upande wa pili wa simu ulijibu kwa swali. Okay, basi hizo ni taarifa njema sana kuzisikia. Sisi tuko eneo la tukio, tuko tayari kabisa. Je, kama makadirio wanaweza kufika hapa majira ya saa ngapi? Bisare aliuliza. Kwa makadirio eneo hilo watakuwa wanapita majira saa 10 za jioni. Upande wa pili wa simu ulijibu. Asante sana kwa taarifa. Basi tutawasiliana zaidi. Nashukuru pia bosi. Upande wa pili wa simu ulijibu na kukata simu. Jenerali Bisare alitoka nje ya kambi uso wake ukiwa na furaha kubwa sana. Alikuwa haamini kwamba siku ile ndio mission yake ilikuwa inakwenda kukamilika mara baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Haya mkeni, Bisare alipiga kelele. Kelele zake ziliwaamsha wanajeshi wote waliokuwa wamelala. Wale waliokuwa zamu katika lindo kwao ilikuwa ni kitendo cha kujiongea tu. Mpaka alipokuwa bosi wao Bisare. Haya kumekucha, Bisare aliongea. Kauli ile ya Jenerali Norman Bisare iliwashangaza askari. Walihisi huenda bosi wao alikuwa amelewa. Hasa ukizingatia harufu kali ya pombe ambayo walikuwa wakiipata kutoka kwake. Walishangaa bosi wao kusema kwamba kulikuwa kumekucha wakati bado kulikuwa na giza zito kabisa. Wahenga wana msemo wao usemao, mvumilivu hula mbivu. Sasa baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye leo imekuwa ndio siku ya kukamilisha misheni yetu. Hivi ninavyoongea, msafara wa kusafirisha silaha umeanza safari kutoka Kano, na matarajio ni kwamba mnamo majira ya saa 10 za jioni msafara huo utakuwa unapita hapa, Bisare aliongea. Wajeshi walifurahi huku wakishangilia. Zile zilikuwa ni habari njema sana kwao. Bunduki zao walinyanyua juu huku wakishangilia kwa furaha. Kwa hiyo mkae katika mkao mzuri mkijua kwamba saa 10 patawaka moto hapa. Naomba kila sheheni iwe tayari. Jenerali Norman Bisare aliongea. Baada ya hapo alichukua radio call na kupiga. Kanali Bebato na mkuu alijibu katika upande wa pili na kuhitaji huko mara moja. Bisare aliongea. Roga that saa. Kanali Bebato alijibu kutoka upande wa pili. Wapumbavu hawa leo ndio mwisho wao. Nitawaua na kisha miili yao nitaicharanga vipande. Na kama haitoshi, nitakwenda kuwapikia mbwa wangu. Bisare aliongea mara baada ya kumaliza kuongea na Bebato. Yaani sisi leo ndio atakwenda kujipata kile ambacho amekuwa akitaka siku zote. Mtoto akirudia wembe, mpe. Kwa kuwa amekuwa mtoto mkaidi, acha akipate kile ambacho anakistahili. Bisare aliendelea kuongea peke yake. Majira ya 7 za mchana msafara wetu uliweka kituo kidogo kwa ajili ya pumziko. Mahali ambapo tuliamua kupumzika palikuwa uwanda mpana, uoto wa nyasi. Miti ilikuwa michache sababu ilikuwa imeota hapa na pale. Ilikuwa ni hali ya kisavana au kitropiki. Eneo hili tuliona linafaa kwa sisi kufanya mapumziko mafupi kwa sababu ilikuwa ni eneo ambalo liko upande wetu kiusalama. Ingelikuwa ngumu sana kwa maadui kutuvamia katika eneo lile tambarare kama vile. Tuliagisha magari yetu na kushuka na bunduki zikiwa mkononi. Bunduki zikiwa mikononi. Sisi alileta vyakula na kutugawia ambapo kila mtu alianza kula haraka. Mpaka sasa safari yetu imekuwa njema kabisa. Tunapaswa tuhakikishe kwamba tunautoboa mraba huu. Niliongea. Ni kweli mkuu. Naona Mungu amekuwa upande wetu, Luteni Anthony alijibu. Bado nasisitiza kuwa macho, kwani hatuwezi kufahamu ni wapi na kwa muda gani adui anaweza kujitokeza na kutuvamia. Hilo liko clear mkuu. Mzigo huu lazima ufike salama, Sesi alijibu. Na si mzigo tu kufika salama, bali hata sisi tunatakiwa tuwe salama. Sitaki kumpoteza hata mmoja kati yetu. Tunatakiwa kuwa makini sana. Usalama ndio jambo la muhimu sana kuliko yote.
niliongea. Umeeleweka mkuu, wote walijibu kwa pamoja. Dakika 10 zilitosha kabisa kwa sisi kupata chakula na pia tukautumia muda huo katika kuchimba dawa. Soldiers, tunaendelea na safari. Nasisitiza tena, macho yenu yawe wazi. Lolote linaweza kutokea katika wakati wowote ule. Niliongea mara baada ya sote kukusanyika. Roga that sir, wenzangu walijibu kwa pamoja. We are 5 Eagles squad. We always stay united. Tuliongea kauli hiyo ambayo ni moto wa kikundi chetu, huku tukiwa tumeunganisha viganja na mikono yetu, tukiwa tumevikunja ngumi. Baada ya hapo, kila mmoja alielekea katika gari lake. Safari ikaendelea huku tukienda kwa mwendo wa kasi. Ninyi ni snipers, kuweni makini sana. Sitaki kuona mnamisi shabaha zenu. Bisare alikuwa akiwapanga wadunguaji katika mahali ambapo aliona ni pazuri kwao kufanya shambulizi. Yes sir. Wadunguaji wale walijibu kwa pamoja. Misheni ya leo ni ya muhimu sana. Silaha tunazihitaji, lakini pia wale maafisa usalama nao wanahitajika. Lakini wao wanahitajika wakiwa wafu. Ninyi kama snipers mna jukumu kubwa la kuhakikisha vifo vyao vya wana usalama wale vinatekelezeka. Sisi wengine tutakuwa tunatoa kampani kuhakikisha kwamba haponyeki mtu. Bisare alizidi kutoa maelekezo. Huwa sipendi kuzungumza kauli hii, lakini inabidi nirudie kama hadhari. You are well trained snipers. Yaani nyinyi ni wadunguaji ambao mmefundishika. Mnajua mkifeli misheni hii nini ambacho kitawakuta. Ndiyo mkuu, tunafahamu mkuu. Wadunguaji wote walijibu kwa hamasa. Zaidi ya yote ninaamini sana na naiona misheni hii kumalizika kabla hata haijaisha. Nadhani kwa sasa tumebakiwa na nusu saa kufika saa 10 kamili. Muda ambao ni kadriwa kwa msafara huo kufika. Nyote kaeni tayari kwa mashambulizi. Bisare aliongea huku akiitiza masaa yake. Snipers, ninyi ndio moyo katika misheni hii. Ninyi ndio wahakikisha kwamba wale maagent wanakwenda chini. Sisi wengine ni watu wa kuweka msitizo tu katika shambulizi hili. Hakikisha kwamba vifo vyao vinawapata vizuri. Kanali Jabato naye alikuwa akitoa maelekezo kwa askari wengine katika upande wa pili wa mlima. Leo ndio siku ya kudhihirisha kwamba mmekamilika vyema katika mafunzo yenu, lakini pia mnapaswa mjue kwamba mkifeli katika misheni hii hamtakuwa na faida kwetu, badala yake mtachinjwa wote. Kanali Jabato alizidi kutoa msitizo na kuweka hadhari kwa wadunguaji wote. Roga that sir. Wadunguaji wale walijibu kwa pamoja. Haya sasa, wekeni target zenu vizuri, kwani tunakaribia kabisa na muda wa kufanya shambulizi. Pia askari wote kamata silaha zenu vizuri. Utashambulia pindi utakapopata ishara. Kanali Jabato aliongea. Roga that sir. Askari wote walijibu. Risasi kutoka mdunguaji mzembe ambaye alikosa shabaha ilipenya katika kioo cha dirisha la gari langu na kupasua kioo na kupita mbele ya uso wangu kwenda kupasua kioo cha dirisha la upande wa pili. Basi kujiuliza mara mbili, nilijua kumeshakucha. Sikujiuliza mara mbili, sekunde ile ile radio call ilikuwa mkononi mwangu na kuanza kuwasiliana na wenzangu, huku gari langu likizidi kuongeza kasi. Soldiers, we have got a company. Lower your heads down and pedal your trucks. Wanajeshi, tumeshapata company. Hivyo inamisheni vichwa vyenu na magari yenu yawe na kasi. Niliongea. Roga that Eagle number 1. Wenzangu walijibu katika magari yao yalikuwa nyuma yangu, kwa sababu hatakuwa tumeachana sana. Tofauti yetu ilikuwa ni kama mita 100 tu. Magari yote yakaongeza spidi, huku maafisa wote wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini. Kamera za mbele ndizo ambazo zilikuwa zikitumika kuangalizia, ambapo ndani ya kila gari kulikuwa na kijiskrini kidogo ambacho kilikuwa kikionyesha mbele ya barabara ambako gari lilikuwa likienda. Fire! Fire! Kelele za Nonimani Bisare pamoja na Kanali Jabato zilisikika katika upande tofauti za milima ile. Sasa ndo mvua risasi ikawa imefunguliwa rasmi. Risasi zilianza kumiminika kutuelekea kwa magari yetu, nayo yakiwa katika spidi ya rocket. Msisimame, kanyaga mafuta, kanyaga mafuta. Niliongea nikiwasitiza wenzangu, huku gari langu kasi kweli kweli.
Roga that saa, wenzangu walijibu. Tulifanikiwa kuvuka eneo lile, lakini jina la Inonuma ni Bisare. Alikuwa ni askari mwenye akili kubwa sana. Range, Bisare aliongea. Kombora likategwa kuchukua shabaha. Wazee wa kazi wakafyatua trigger. Kilichofuata ilikuwa ni bombi tu mbele yangu. Kombora lile lilikwenda kutoa mita 20 mbele yangu. Na kufyatuka, nilifunga breki za ghafla. Na wakati huo gari lilikuwa limekwisha anza kushika moto. Nilichumpa nje, bunduki ilikuwa mkononi mwangu, sambamba na radio call. Simameni! Sikufanikiwa kumalizia kauli yangu katika radio call kwa sababu tulikuwa jirani sana. Nilisikia sauti za kugongana kwa magari, yaani gari la Sesi liligonga gari langu kwa nyuma. Wakati huo gari la Lieutenant Lebo Bakari liligonga gari ya Sesi kwa nyuma. Eneo lote likawa halitazamiki kwa vumbi. Fire! Zilisikika kelele za wanajeshi ambao walikuwa wakiporomoka kutoka kule milimani kuja eneo la tukio. Eagle number 1, safe and sound, over. Niliongea katika radio call. Eagle number 2, safe and sound, over. Sesi alisikika katika radio call. Eagle number 3, safe and sound, over. Lieutenant Abubakari alisikika katika radio call. Eagle number 4, safe and sound, over. Lieutenant Anthony naye pia alisikika katika radio call. Eagle number 5, safe and sound, over. Lieutenant Salimu alimalizia kusikika katika radio call. Eneo lote lile lilikuwa ni vumbi pamoja na moshi. Ilikuwa si rahisi kwa watu kuweza kuona. Hali ni mbaya sana. Nguvu ya maadui inaonekana ni kubwa sana kutuzidi. Tutumia mwanya huu kutoroka kutoka eneo hili, niliongea. Wakati huo wenzangu wote walikuwa tayari wamekuja eneo nililokuwepo. Mkuu, hatuwezi kuziacha silaha hizi zikienda mikononi mwa majambazi hawa. Tupambane kuzitetea. Lieutenant Anthony aliongea kwa kibunduki yake. Negative. Nguvu ya upinzani ni kubwa. Tutauawa kabla hata hatujaanza kuzitetea hizo silaha. Tutakufa na silaha tutazipata, niliongea. Lakini ni bora kufa tukipambania mali ya serikali. Huo ndio uzalendo, Lieutenant Salimu aliongea. Negative. Kufa kizembe si uzalendo. Katika hali hii kufa si uzalendo. Uzalendo ni kuokoa roho zetu na kisha tukajipange kwa ajili ya kuzipata silaha hizi kutoka katika mikono ya watu hawa wabaya, nilijibu. Hatuna muda zaidi. Kumbukeni, matumizi mabaya ya muda na kusita katika kuchukua hatua huwa kunasababisha mission kufeli. Soldiers, kamata silaha yako na tunaondoka sasa, niliongea huko nikiwatanguliza wenzangu mbele, huku mimi nikiwa nyuma ya msafara kuhakikisha usalama. Tukapotelea pembeni ya barabara upande wa kushoto ambako kulikuwa na vichaka vingi kabla ya kupata msitu. Bisare na kundi lake walifika pale katika eneo la tukio. Wakati huo gari aina ya tanki ambalo lilikuwa na maji liliwasili na kuanza kuzima moto ambao ulikuwa unazidi kuwaka mkubwa katika maeneo yale. Moto ulipozimwa, Bisare na askari wake walianza kuyakagua magari yote ili waweze kutoa miili yetu, wakiamini kwamba tulikuwa tumekufa katika ajali ile. Bisare hakuamini macho yake pindi alipotoka kapa katika magari yote. Uso wake ulikunjamana kwa ghadhabu. Haiwezekani. Bisare alipiga ukunga na kufuatiwa na mwangu kwa sababu eneo lile lilikuwa la milima. Hawawezi kutupokonyoka hawa, wasakwe na wawawe kabla hawajafika mbali. Kanali Bebato, simamia zoezi la kuhamisha silaha hizi. Mimi nakwenda na helikopta kuwasaka mbuzi hawa, Bisare alifoka. Pia askari kadhaa, tangulieni kwa mguu. Wasakeni mbuzi hawa na hakikisheni wanapatikana. Mkiwaona wawasheni risasi pasi kusita. Nachokitaka mimi ni miili yao tu, nikafanye mboga mbwa wangu. Bisare aliendelea kufoka huku akienda katika chopa iliyokuwa ikimsubiri pembeni kidogo ya eneo lile. Tuondoke haraka Soldiers. Nina hakika hawa washenzi wataanza kutuandama muda si mrefu wakifika katika eneo lile na kutukosa, niliongea. Wakati wote tulizidi kusonga mbele. Tukimbia, tulikuwa tumelecha kabisa eneo lile la tukio. Tulizidi kusonga mbele kwa haraka na kusalimisha roho zetu. Chopa aliyopanda Bisare ilipaa na kuliesha eneo lile. Askari wengine wa mguu walianza kwenda katika upande ule ambao tulikuwa tumekimbilia. Walikuwa wakienda kwa haraka sana, wakitumaini kwamba watarudaka muda si mrefu
Imani yao ilikuwa ni kwamba wakati ule hatukuwa tumekwenda mbali sana na eneo la tukio. Kanali Gabato akaanza kutekeleza maagizo ambayo aliachiwa na bosi wake kabla hajaondoka. Silaha zikaanza kupakuliwa na kuhamishwa katika malori mengine matatu ambayo Bisare alikuwa amekuja nayo. Shughuli ile ilifanywa kwa haraka sana, kwani hawakutaka kukaa sana pale barabarani. Na kwa wakati huo magari yalikuwa hayakutaka kupita, kwani walikuwa wamefunga barabara pande zote mbili, maili kadhaa kabla ya eneo la tukio. Kwa kifupi, jamaa hao walikuwa wamejipanga sana kwa misheni hii. Hawakuwa wameweka nafasi yote ya kosha kutokea katika misheni yote. Silaha zote zikawa zimekwisha pakuliwa na kupakiwa katika malori mengine. Baada ya zoezi hilo kukamilika, msafara ukaondoka eneo lile na kuacha malori yale ya serikali yakiwa tupu na yameharibiwa vibaya. Tunaandamwa, niliwaambia wenzangu mara baada ya kusikia sauti za watu kwa mbali zikitukaribia. Tusimame, tupambane. Sisi aliongea. Negative, tunapaswa kusonga mbele. Mapambano na hawa jamaa yanahitaji akili zaidi, nilijibu. Lakini kabla tujaendelea kujadiliana zaidi, kwa mbali tulisikia mlio wa chopa. Chopa, Luteni Salimu aliongea huku akionyesha uso wa hofu. Yes, ni chopa. Hii ni mbaya sana kwetu. Nilikwisha waambia hawa jamaa wana nguvu kubwa na walikushajipanga vilivyo kwa misheni hii, nilijibu. Sasa tunafanyaje mkuu? Luteni Abubakari aliuliza. Kabla ya kulijibu swali lile, niliangaza macho yangu kusoma mazingira ya pale tulipokuwa. Ilikuwa natakiwa tufanye maamuzi ya haraka sana, vinginevyo tungekwenda kukaangwa kwa risasi na mabomu ya wajambazi wale. Hebu nifuateni huko. Nilianza kutembea kuelekea upande wa kulia ambapo mbele hatua kama 30 palikuwa na pango. Niliona pango lile lilikuwa ndio salama yetu. Sisi ambaye alikuwa mwisho katika msafara ule alikuwa akiyarudisha majani kama ambavyo yalikuwa awali, ili kutowafanya maadui kubaini kwamba tulikuwa tumepita pale. Tuliingia ndani ya pango lile ambamo mlikuwa na giza kiasi, ingawa kwa wakati ule kwa sababu haikuwa usiku tuliweza kuona. Kwanza kabisa tulikagua kama mlikuwa na hatari yote, mfano nyoka na viumbe vingine hatari. Mlio wa helikopta pamoja na sauti za watu vilizidi kusogea karibia na lile eneo ambalo tulikuwemo. Kwa mbali tuliweza kuiona helikopta ambayo ilikuwa ikiambaa. Ilikuwa katika msako mkali wa kutusaka. Askari nao walipitia hatua 30 kutoka katika pango lile tulimokuwa. Hawakuweza kubaini au kuhisi uwepo wetu katika pango lile. Wao macho na akili zao vilikuwa viko mbele, wakiamini kwamba tulikuwa tukizidi kusonga mbele. Sote tulishia pumzi mara baada ya kuona askari wote wakiwa wamepita pasi kusababisha tatizo lolote. Tulimshukuru sana Mungu kwa upande wetu. Imekuwaje mpaka ikatokea hivi? Waziri wa Ulinzi aliuliza. Unajua hata sisi mpaka sasa bado tumeshikwa na butwa. Hili tukio si la kawaida, niliongea. Kilikuwa ni kikao rasmi ambapo sisi 5 Eagles tulikutana na waziri wa Ulinzi pamoja na mkuu wa jeshi la ulinzi na usalama. Ilikuwa ni siku iliyofuata mara baada ya kushambuliwa na kuporwa silaha. Imewezekanaje hii? Mkuu wa jeshi la ulinzi naye alifungua kinywa chake na kuuliza swali. Pana utata mkubwa sana katika tukio hili, nilijibu. Lakini serikali iliwaamini sana kwamba mtaufikisha mzigo salama. Lakini mambo yamekuwa ni kinyume. Serikali imepoteza silaha kupitia mikono ya vijana wake niliwaamini, na hatujui hao waliopora wana madhumuni gani na silaha hizo. Waziri wa Ulinzi aliongea kialalama. Serikali ina kila haki ya kutupa lawama, na sisi tunazipokea kwa mikono miwili. Sisi tunabidi tuzisake silaha hizo na kuzirejesha serikalini, niliongea. Kama mmeshinda kuzilinda mkiwa katika kuzisafirisha, mtawezaje kuzisaka ikiwa zimeshakuwa mbali na ninyi? Mkuu wa jeshi aliuliza. Sawa, najua na wasiwasi na uwezo wetu, lakini mimi nikuhakikishia kwamba silaha zitapatikana. Mengine ni mambo yetu ya kishushushu ambayo siwezi kuyaweka hapa hadharani, nilijibu. Lakini kwa kuanzia, katika jeshi unalolisimamia kuna walakini. Kuna askari ambao ni wasaliti, wanakwenda kinyume kabisa na sheria za nchi na za jeshi, niliongea.
Kwa nini unasema hivyo? Mkuu wa jeshi aliuliza. Swala hili lilikuwa ni siri, tena siri yetu. Watu wachache sana. Sasa iwaje watu wa nje wakawa na taarifa ya kila kinachokuwa kikiendelea? Niliuliza. Kwa maana hiyo hapa utakuwa una maana kwamba kati yangu na mheshimiwa waziri basi mmoja wetu ni msaliti? Mkuu wa jeshi aliongea. Hapana, maana yangu si hiyo. Inawezekana kuna mtu nje kabisa ya ninyi wawili akawa amecheza mchezo huu. Nilijibu. Sasa huyo mtu atawezaje kufanya mambo ambayo yalikuwa ni siri yetu? Mkuu wa jeshi aliuliza. Sasa hapo ndipo utata ulipo, na ndipo panapotuumiza vichwa sote. Taarifa amezipataje? Wakuu wale wa usalama vichwa viliwauma. Akili ilisimama kabisa na kushindwa kufanya kazi. Tukio lile lilikuwa na utata mkubwa sana. Lakini naomba tupewe muda, tutamleta mhusika hapa. Niliongea. Pia naomba niwasumbue kidogo. Nahitaji kuwafanyia scanning. Nina mashaka kuna kitu kiko sahihi hapa. Niliongea huku nikisimama. Wakati huo yule namba 2 naye akasimama na kunikabidhi kifaa kidogo ambacho kilikuwa ni kifaa tambuzi, yani scanner kwa lugha ya kitaalamu. Matumizi ya kifaa hiki ilikuwa ni kupitisha mahali husika unapopa shuku ukiwa umebonya kitufe cha kitu ukitafutacho. Nilikipokea kifaa kile na kisha nikakibonya kitufe chenye mchoro wa transistor. Taa ikawaka na kisha nikawasogelea wakuu wale wa usalama ambao walikuwa wamesimama tayari kwa zoezi lile. Nilianza kwa waziri wa ulinzi, nilikipitisha kifaa kile katika kila mahali mwilini mwake. Hakuna kitu cha tofauti ambacho nilikibaini. Baada ya hapo nikaja kwa mkuu wa jeshi la ulinzi. Nilianza kumpitisha kifaa kile kuanzia juu kichwani na kuteremka chini. Nilipofika katika kiatu kimoja, kifaa kile kilitoa mlio. Sote tulishtuka. Macho yetu yakawa kwenye kiatu kile cha mkuu wa jeshi. Hata yeye mwenyewe alishtuka. Nilikichunguza kiatu kile kwa makini sana, ambapo hatimaye nilibaini kipini kidogo ambacho kilikuwa kimechomekwa upande wa pembeni ya soli ya kiatu kile. Mkuu, hapa ndipo shida ilipoanzia. Niliongea nikiwa nimekichomoa kile kipini. Waziri mkuu alimtazama mkuu wa jeshi kwa jicho lenye maswali lukuki. Mkuu wa jeshi alitikisa kichwa chake kuashiria kwamba hakuwa akijua chochote kuhusiana na kile kipini. Hii ni transistor, ndiyo ambayo ilikuwa kidaka maongezi yetu yote kwenye kikao chetu. Wahusika walijua misheni yetu kwa kutumia transistor hii. Niliongea. Swali linakuja, ni nani mhusika na transistor hii? Yaani nani ambaye alikuwekea transistor hii? Meja Sesi naye akauliza. Yaani mimi nashangaa sana kwa hili, sifahamu kabisa. Mkuu wa jeshi ulinzi alijibu. Usishangae mkuu, hii ndio hali halisi. Hii ina maana kwamba katika watu wako wanaokuzunguka basi kuna mmoja si mwaminifu. Niliongea. Hii ina maana kwamba kuna ulazima wa kuchekecha kambi yote hii kulipata hilo hapo. Luteni Abubakari aliongea. Yaani kumbe katika jeshi kuna watu wasaliti kiasi hiki? Mkuu wa jeshi aliongea huku akiamejadhibika sana. Tuachie sisi swala hili, tutalishughulikia na kumpata mhusika. Usiende kambini ukazungumza kitu, kwani utamshtua mhusika na kumfanya achukue hatua zaidi za kujihami. Basi nahitaji hiyo mpuzi akamatike upesi. Ni lazima achukuliwe hatua kali sana. Huu ni uhaini na katu hautovumilika. Mkuu wa jeshi aliongea. Basi usiwe na wasiwasi mkuu, kila kitu kitakaa sawa. Nilimpa moyo. Baada hapo tuliagana, kwani hakukuwa na zaidi la kujadiliana. Waziri alihimiza kwamba tulifanyie kazi swala hili kwa haraka zaidi, kwani kama watu hao hawatapatikana basi itakuwa ni aibu kwa taifa. Tulimwondoa hofu tukimwahidi kwamba swala lile tutalishughulikia mapema sana. Tulimpa moyo tukimtaka asubiri ripoti chanya ndani ya muda mfupi. 02 JU ilikuwa ni kambi ya jeshi la ulinzi ambayo ilikuwa inapatikana jijini Kano. Katika kambi hii ndipo palipokuwa na makao makuu ya mkuu wa jeshi la ulinzi. Siku hiyo baada ya kutoka katika kikao tulichokaa pamoja, waziri wa ulinzi alipofika pale kambini hakuwa na smile. Jaziba ilimtamalaki moyoni mwake na kuziongoza fikira zake. Jaziba zilimfanya asahau maelekezo niliyompa kwamba
au kimya kuhusiana na swala lile lililotokea. Mkuu wa jeshi aliitisha gwaride la askari wote pale kambini. Askari wote walitii amri mara moja, basi kujua nini ambacho walikuwa wakiitiwa. Askari wote walishangaa kumuona mkuu wao akiwa na uso ambao ulikuwa umekunjamana kwa jazba. Walijua kwamba kulikuwa na jambo ambalo sio zuri likimtatiza. Nimewaita hapa kwa sababu kuna jambo la hatari limetokea. Kambi hii sasa imevamiwa na haini ambaye ana mpango wa hatari kabisa kwa nchi yetu. Mkuu wa jeshi aliongea. Askari wote walikuwa kimya, wamenyoka mithili ya milingoti. Macho yao yalikuwa yakimtazama mkuu wa jeshi ambaye alikuwa mbele yao. Taarifa ile ikatengeneza hamu moyoni mwa watu kumjua haini huyo. Miongoni mwenu kuna mtu alinipandikizia kitu kwenye kiatu changu, chipu ambayo ni transistor, kwa lengo la kunasa yale ambayo yanajadiliwa katika vikao mbalimbali ambavyo ninahudhuria. Sasa mtu huyo kwa miongoni mwenu ninyi, huenda mnamjua au hamjui. Ninatoa masaa 24 tu mtu huyo awe amekamatwa na kufikisha mbele yangu. Mkuu wa jeshi aliongea akipoa kweli kweli. Baada ya kutamka hayo, aliwatawanyisha wanajeshi wale. Askari wale wakaondoka kutoka katika gwaride ile wakiwa na taharuki kubwa sana. Habari ile ilikuwa imewashtua sana, kwani hawakuwa wakimfahamu husika wa tukio hilo wala kumuhisi. Tempo namba 26. Hello bosi. Upande wa pili wa simu uliita. Mara baada ya Norman Bisare kupokea simu ya mkononi ilikuwa kiita. Unasemaje Kelvin? Norman Bisare aliuliza. Mambo yanataka kuharibika bosi. Mkuu wa jeshi amekushajua kwamba kuna mtu kutoka hapa kambini alihusika na udukuzi wa taarifa za kikao chao. Kelvin aliongea katika upande wa pili wa simu. Hiyo sio habari nzuri. Unapaswa kuwa makini sana kuanzia sasa. Usimwamini mtu yote hapo kambini. Funga mdomo. Kaa kimya. Bisare aliongea. Sawa bosi, niko kimya kabisa. Ingawa ninaogopa sana endapo nitakamatwa. Kelvin aliongea katika upande wa pili wa simu. Usijali, hautakamatwa. Mimi naendelea kukurekebishia swala hili na kulipoza kabisa katika ngazi za juu. Bisare alijibu. Sawa bosi. Kelvin alijibu na ukata simu. Nani ni Kelvin huyo? Kanali Jabato aliongea. Yes, ni yeye. Bisare alijibu. Anasemaje? Anasema huko mjini mambo ni moto. Inaonekana tukio letu limewaweka matumbo joto. Bisare alijibu. Ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Ule moto tuliowasha jana ulikuwa sio mdogo. Kanali Jabato alijibu. Lakini nina mashaka na huyu Kelvin. Anaonekana na moyo wa kike tena wa kitoto kabisa. Yaani ule akimpa amsha 2-3 lazima atakohoa siri zote. Bisare aliongea. Nami nilikuwa njiani kukushauri juu ya hilo. Nilikushaliona muda mrefu kwamba halijakaa sawa. Kanali Jabato alijibu. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye jambo juu ya hili tena haraka sana. Bisare aliongea. Uko sahihi kabisa. Tunapaswa kuwa makini sana kuanzia sasa katika mambo mbalimbali. Tunatakiwa kuifyeka miti yote ambayo tunaona kwamba haitupi kivuli sisi. Kanali Jabato alijibu. Basi sawa, lakini jambo ambalo linaniuma na linazidi kunitia hofu ni juu ya kufanyika kutoroka kwa 5 Eagles. Jambo hili ni hatari sana, kwani wale hawataacha kunusa ili wapate kujua ni nani alihusika na misheni ile. Ni hatari sana endapo hatutochukua hatua stahiki mapema kabisa. Bisara aliongea. Hilo nalo basi linatakiwa liwe katika mipango yote na tulichoree mission ya haraka. Kanali Jabato alijibu. Wazo zuri sana. Bisare aliunga mkono. Siku 2 baadaye hali ya nchi ya Bantu ilichafuka. Kulikuwa kumekucha na habari mbaya kabisa ambayo ilikuwa ikizidi kusambaa kwa kadri ambavyo ilikita katika vichwa vya wananchi wa Bantu. Habari hii ilianzia katika nyumba ya Lieutenant Kelvin Nyasaro. Humo ulikuwa umepatikana mwili wa Kanali Kelvin Nyasaro akiwa ameuawa vibaya sana. Mwili ule ulikuwa utazamiki kwa jinsi ulivyokuwa ukitisha. Ulikuwa umecharanga mithili ya nyama ya buchani. Taarifa ile ilitupeleka sisi maajenti 5, yani 5 Eagles squad, mapema sana katika nyumba ile kabla ya polisi wa kawaida.
Tuliingia kwa siri na kufanya uchunguzi wetu kabla ya kutoa taarifa polisi, tukijifanya ni wasamaria wema. Ilibidi alfajiri ile tukutane na waziri wa ulinzi pamoja na mkuu wa jeshi la ulinzi katika kikao cha dharura. Mkuu, nilikwambia usiende kuzungumza chochote kambini, lakini ukufanya hivyo umesababisha kila kitu kiwe in vain, yani kiwe kibaya. Kwa nini ukutaka kuiamini taaluma yetu kwamba tuna uwezo wa kuletea mhalifu? Nilimuuliza mkuu wa jeshi. Nisameni vijana wangu, ni adhabu tu zinizidia. Nishinda kujizuia kuona vijana wangu wanakuwa wasaliti katika kuliuza taifa. Mkuu wa jeshi alijibu kwa majuto na fadhaa. Sasa nadhani mpaka sasa majibu yako wazi kabisa. Lieutenant Kelvin Nyasaro ndio mhusika wa utoaji wa taarifa za vikao vyetu, niliongea. Sambamba na hilo, sote tumeingiwa na bumbu wazi baada ya kubaini kwamba Lieutenant Kelvin Nyasaro ndiye alihusika na uporaji wa silaha zile. Tunalithibitisha hilo kwa sababu ndani ya nyumba yake tumekuta sanduku moja la silaha zile ziliporwa. Pia tumelikuta ile faili lenye nyaraka za silaha zile ambalo tulikuwa tunatakiwa kwenda kulikabidhi katika kambi 802 JU huko Kintu. Niliongea kwa kirefu. Yaani mpaka mwili wangu umeingiwa na gazi. Yaani Kelvin ndio anaweza kufanya mambo makubwa kama yale. Mkuu wa jeshi aliongea. Sasa ndio unapaswa kuamini kwamba huyo kijana wako ambaye hukumdhania ndiye ambaye amefanya. Usimwamini mtu kwa kumtizama. Waziri wa ulinzi aliongea. Yaani mkuu, ulikosea sana kuivurugia hii misheni. Kwani huyu Kelvin alitakiwa apatikane akiwa hai. Alikuwa na mengi sana ya kujibu. Niliongea. Naomba mzidi kunisamehe vijana wangu. Alikuwa kusudi langu, mkuu wa jeshi aliongea. Sasa kuna maswali kadhaa ambayo marehemu Kelvin ametuachia. Kwanza kabisa, sote tunajiuliza, je, ni kweli Kelvin ndiye mhusika? Kwa sababu jinsi ambavyo ninyi pale kambini mlikuwa mkimfahamu binafsi na maisha yake, unaona kama kumuhusiana utekaji wa silaha zile kama ni jambo lenye ukakashi. Ingawa kwa hili tunaweza kupatia majibu kwa asilimia kadhaa kwamba mdhani yeye ndiye kumbe siye, niliongea. Swali la pili, kama Kelvin siye, je, lile boksi la silaha pamoja na faili la nyaraka za silaha kwa nini vilipatikana nyumbani kwake? Na swali jingine, je, marehemu Kelvin silaha zile amezipeleka wapi? Ingawa hapa tunaweza kudhani pia kwamba huyu marehemu ni mfanyabiashara wa silaha. Lazima alikuwa na dili la kutafuta silaha kutoka nje kwa wateja. Hivyo alipofanikisha uporaji wa silaha hizo, basi moja kwa moja alipeleka shehena yote kwa wanunuzi. Na swali jingine lenye utata ni kwamba kwa nini Lieutenant Kelvin Nyasaro ameuawa na nani aliyehusika na mauaji yake? Nilihitimisha na kuwatizama wakuu. Sasa mjumuisho wa maswali hayo yote unatuchukua sote na kutuleta katika jibu moja kwamba marehemu Lieutenant Kelvin Nyasaro ana washirika wake. Katu asingeweza kufanya misheni hii peke yake. Au washirika wake ni kina nani? Au ndio mtihani huo ndio mbele yetu kuweza kutatua. Nilihitimisha. Ninakushukuru Kanali Willy kwa maelezo yako ya uchambuzi na yenye tija. Nadhani sasa swala hili tutalichukua kiupana zaidi. Idara mbalimbali za usalama za serikali zitahusika kuhakikisha watu hawa wanapatikana. Waziri wa ulinzi aliongea. Serikali imechukua misheni hii kutoka kwetu, lakini mimi bado sijaridhika kwa sababu ninahisi mhusika hayuko mbali sana na sisi. Ilikuwa ni katika kikao cha upembuzi wa misheni ile ambayo tulikifanya ofisini kwetu. Uko sahihi kabisa kamanda. Kuna walakini katika hili. Luteni Salimu aliunga mkono. Hatuwezi tukaiacha misheni hii kabaki ikielea hewani. Sesi naye aliongea. Sasa wakati serikali inaendelea na uchunguzi wake, basi na sisi tutafanya uchunguzi wetu kwa siri. Lazima tuwapate wahaini hawa, niliongea. Ndiyo mkuu. Maafisa usalama wenzangu wote walijibu kwa pamoja. We are 5 Eagle Squad. We always stay united. Tuliongea tukutanisha ngome zetu pamoja. Basi tukutane katika sehemu ya 11 tuweze kujua, je, huu upelelezi wa 5 Eagle Squad utafanikiwa kumbaini ambaye alihusika na kuiba zile nyaraka
zile nyara za serikali ambazo ni silaha ambazo hawa 5 Eagles walikuwa wakizisafirisha. Je, Bi Sarah itabainika kweli? Asante sana kwa kuwa nami.